na wapate kufurahia usalama wa milele katika wewe. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Siku zile Paulo alifika Antiokia na Pisidia. Alinena na watu katika sinagogi akisema, ndugu zangu, wana wa ukoo wa Abrahamu, nanyi wacha Mungu, kwetu sisi neno la wokovu huo limepelekwa kwa maana wakazi wa Yerusalemu na wakuu wao hawakumtambua yeye. Lakini kwa hukumu yao wameyatekeleza maneno ya manabii yanayosomwa hadharani kila Sabato. Ijapokuwa hawakuona kisa kistahilicho kifo, walimwomba Pilato auawe. Walipokwisha timiza yote yaliyoaguliwa juu yake katika maandiko, walimteremsha katika mti wa msalaba, wakamweka kaburini. Lakini Mungu amemfufua katika wafu, akaonekana siku nyingi kwa wale waliofuatana naye kutoka Galilaya mpaka Yerusalemu. Nao wafuasi wake ni mashahidi wake sasa mbele ya watu. Hivyo sisi tunatangaza habari njema ya ahadi waliopewa mababu. Ahadi hiyo Mungu ametutekelezea sisi watoto wao kwa kumfufua Yesu katika wafu, kama ilivyoandikwa katika Zaburi ya pili, yaani, wewe ndiwe mwanangu, leo nimekuzaa. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Wewe ni mwanangu, leo nimekuzaa. Mimi nimemsimika mfalme wangu juu ya Sioni, mlima wangu mtakatifu. Nitatangaza amri ya Bwana. Yeye aliniambia, ndiwe mwanangu, leo mimi nimekuzaa. Wewe ni mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Uniombe nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako, na miisho ya dunia kuwa mali yako. Utawaponda kwa fimbo ya chuma na utawavunja kama chombo cha mfinyanzi. Wewe ni mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Sasa enyi wafalme, kuweni wasikivu, muonyeke. Enyi mnaotawala dunia, mtumikieni Bwana kwa uchaji, mshangilieni kwa kutetemeka. Wewe ni mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Shangilio. Haleluya, 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 haleluya. Mimi ndimi njia, ukweli na uzima. Hakuna ajaye kwa Baba ila kwa njia yangu mimi. Haleluya, haleluya,
Bwana awe nanyi. Somo katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake, mioyo yenu isihangaike. Mnamwamini Mungu, niamini na mimi pia. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo, je, ningaliwaambia kwamba ninakwenda kuwatengenezea mahali? Baada ya kwenda na kuwatengenezea mahali, nitakuja tena niwachukue kwangu, mpate kuwapo nilipo mimi. Na mumejua njia ya kule niendapo. Tomaso akamwambia, Bwana, hata uendako hatujui, basi twaijuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na ukweli na uzima. Hakuna ajaye kwa Baba ila kwa njia yangu mimi. Injili takatifu ya Bwana. Mimi ndimi njia, ukweli na uzima. Tumsifu Yesu Kristo. Katika Injili ya leo, ndugu wapenzi, Yesu Kristo atupatia motisha katika maisha yetu kama Wakristo. Na anaanza sehemu ya leo kwa kutukumbusha kwamba mioyo yenu isihangaike. Do not be afraid. Wakati tunapata mahangaiko katika mioyo zetu, inamaanisha hata maisha yetu inakuwa ni maisha ya mahangaiko. Nia zetu na kazi zetu, sara zetu na kile ambacho twafanya kinakuwa ni cha mahangaiko. Hatuwezi tukala vizuri, hatuwezi tukalala vizuri, na maisha yetu inakuwa magumu. Ndugu wapenzi wa Kristo, Yesu Kristo atuhimiza mioyo yetu isihangaike. Na wakati Yesu Kristo anasema maneno haya, anatukumbusha kwamba kama vile tunavyomwamini Mungu, hata yeye tuweze kumwamini. Wakati tumeamini Kristo katika maisha yetu, basi tunapata changamoto ya kwamba yunasi kila wakati. Hata yale yote ambayo tuwapitia atusaidia. Na kwa sababu ya yale, kwa nini mioyo yetu iweze kuhangaika? Na hili ni swali mzuri ambao tunastahili kujiuliza kila mmoja wetu. Wakati nimejipata nahangaika katika maisha yangu, je, naamini Yesu Kristo? Je, matumaini yangu i katika Kristo? Maana wakati mwingi tukisahau haya, twajipata tukiamini wenzetu, twajipata tukitumaini wenzetu. Na kama vile Yeremia sura ya 17 mstari wa 5 mpaka wa 8 hivi watukumbusha, yeyote ambaye anatumaini mtu ama binadamu, yeye anapata shida. Ndugu wapenzi, hata sisi tuweze kumwamini na tuweze kumtumaini Mwenyezi Mungu.
Yesu Kristo anaendelea kutuhimiza ya kwamba nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Mimi kama Mkristo, wakati nilibatizwa, nilifanywa kuwa mmoja wa mwili wa Kristo, kanisa lake. Na Yesu Kristo anakutukumbusha kwamba nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Mimi kama Mkristo huwa najifunia kwa kuwa na nafasi katika nyumba ya Baba yangu Mwenyezi Mungu, kama vile Yesu Kristo anatukumbusha. Na anauliza swali, anasema kama sio hivyo, je, ningewaliambia ninakwenda kuwatengenezea mahali? Yesu Kristo atakwenda kututengenezea mahali, kama vile anahimiza wafuasi wake. Na yenyewe hakikisho aliweza kututengenezea mahali kamilifu katika nyumba ya Bwana. Na anatukumbusha kwamba baada ya kutengenezea mahali, nitakuja tena niwachukue kwangu, mpate kuwapo nilipo mimi. Furaha tele wakati tunamwamini Yesu Kristo. Furaha tele wakati tunamtumainia Yesu Kristo. Ametutengenezea mahali kamilifu katika nyumba ya Bwana. Alafu atakuja aweze kutuchukua ili mahali yalipo hata sisi tupo. Na haya maneno, ndugu wapenzi, ndio labda ilikuwa imefanya hata Mtakatifu Petero, wakati Yesu Kristo alibadilika vile alivyokuwa, tunasikia kwamba Petero alimwambia nini? Bwana, ni vyema tutengeneze hema tetu, moja yako, moja ya Musa na moja ya Elia. Maana Petero alikuwa anajua mahali yeye yumo, hata yeye atapata nafasi. Yesu Kristo anawaambia, na mnajua njia kule niendako. Naye Tomaso anamuuliza, Bwana, hata uendako hatujui, basi twaijuaje njia? Na ni wakati huu, ndugu wapenzi, Yesu Kristo anawakumbusha wafuasi wake, hata sisi atukumbusha siku ya leo, mimi ndimi njia, mimi ndiye ukweli, na mimi ndiye uzima. I am the way, the truth and the life. Mambo matatu muhimu katika maisha yetu kama sisi wa binadamu na wa Kristo. Yesu Kristo ndiye njia ya kutupeleka katika nyumba ya Bwana. Yesu Kristo ndiye ukweli wa kutusaidia turainishe maisha yetu. Unajua tuko wakati kuna uongo mwingi sana. God is good. Uongo mwingi sana hata katika wa Kristo. Yesu Kristo anatukumbusha, mimi ndiye ukweli. Na mwishowe, Yesu Kristo ndiye uzima. Sisi zote tuweze kupata uzima wa milele. Sisi zote kama wa Kristo tuweze kupata uzima wa milele. Na kwa hivyo yanipaswa mimi kujiuliza kama Mkristo, nafahamu na niko tayari kusaidiwa na Yesu Kristo kama njia, kama ukweli na uzima wa milele. Ndugu zangu, tuombe siku ya leo, na ili maisha yetu iwe kamilifu, maisha yetu iwe na furaha, maisha yetu iweze kusaidiwa na Yesu Kristo, tuweze kufika katika nyumba ya Bwana. Maana Yesu Kristo anamalizia injili ya leo na kusema, hakuna ajaye kwa Baba ila kwa njia yangu. Yesu Kristo mara mingi alitukumbusha kama Kristo niweze kumfuata. Sisi zote kama familia tuweze kumfuata Yesu Kristo, atuongoze ili tuweze kumfikia Baba. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana pokea
kutolea leo. E Bwana, pokea sadaka tunayotolea leo, mkate na divai. Baba, upokee, ni mazao yetu. Baba, upokee. E Bwana, pokea sadaka tunayotolea leo. E Bwana, pokea sadaka tunayotolea leo. Zigeuze mwili, Baba, upokee, na damu ya Yesu, Baba, upokee. E Bwana, pokea sadaka tunayotolea leo. Tupokee sisi, Baba, upokee, mioyoni twatubu, Baba, upokee. E Bwana, pokea sadaka tunayotolea leo. Salini ndugu zangu, ili sadaka yangu na yenu iweze kukubaliwa na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka. E Bwana, tunakuomba upokee kwa huruma matoleo ya familia yako, ili kwa msaada wa ulinzi wako izipoteze mapaji iliyopokea hapa duniani na iafikie pia yale ya milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo, tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vyema na haki, tendo la kufaa na la kuleta wokovu, kukutukuza kila wakati, e Bwana, lakini hasa wakati huu kutangaza utukufu wako, kwa kuwa Kristu Pasaka wetu ametolewa sadaka. Yeye kwa sadaka ya mwili wake alikamilisha kafara za zamani katika ukweli wa msalaba, na kwa kujikabidhi kwako kwa ajili ya wokovu wetu alijidhihirisha kuwa kuhani, altari na mwana kondoo. Kwa sababu hiyo, katika upeo wa furaha ya kipasaka, ulimwengu mzima unashangilia, lakini pia nguvu za mbinguni na majeshi ya malaika wanaiba utenzi wa utukufu wako, wakisema bila mwisho. E Bwana, kweli mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.
Vivyo hivyo baada ya kula alikitoa kikombe na kushukuru tena. Aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote. Hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakaomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Hili ni fumbo la imani. Kristo alikufa, Kristo alifufuka, Kristo atakuja tena. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani. Ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14, askofu wetu mkuu Anyoro, wasaidizi wake Kamau na Kamomoe na wakilero wote. Umkumbuke mtumishi wako Skora Wajiko, uliyemwita kwako kutoka dunia hii. Ujalie ili yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo ashiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia akiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako. Uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba uturumie sisi zote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, we Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika ishawishi, lakini utuopoe. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote. Utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa. Uzitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mwana kondoo wa Mungu,
Ndugu wapenzi, huyu ndiye mwana-kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yetu tulioalikwa kwenye karamu ya Bwana. Mwili na damu ya Kristo itupate uzima wa milele. Kristo Bwana alitolewa kwa sababu ya dhambi zetu, akafufuliwa kwa ajili ya kufanywa kwetu mwenye haki. Haleluya. Roho ya Kristo nitakase, mwili wa Kristo niokoe, damu ya Kristo nichangamshe, maji ya ubavu wa Kristo yanioshe, mateso ya Kristo nguvu yanizidishie. Ewe Yesu mwema, unisikilize, katika madonda yako unifiche, usikubali nitengwe nawe, na adui mwovu unikinge. Saa ya kufa kwangu uniite, uniamuru kwako nije, na watakatifu wako nikutukuze milele na milele. Amina. Tuombe. Bwana, tunakuomba uwaride kwa wema wako wa siku zote wale uliowaokoa, ili wote waliokombolewa kwa mateso ya mwanao wapate kufurahia ufufuko wake, anaishi na kutawala daima na milele. Amina. Bwana awe nanyi. Awe rohoni mwako. Mungu Mwenyezi awabariki Baba na Mwana
na Roho Mtakatifu. Amina. Nende na amani ya Kristo. Haleluya. Muwe na wikendi njema. Pamoja na malaika marehemu mama yetu, wimba sifa za watoto, zipende nyimbo zetu. Maria, zipokee hizo zako heshima, twakuimba, twakuomba, utelekee mama, mazuri ya ulimwengu si kitu mbele yako, hata nyota za uwingu zaviu mbele yako. Maria, zipokee hizo zako heshima, twakuimba, twakuomba,